Maswali yamekuwa ni mengi sana kwenye sehemu ya comment. Wengi wakidai kwamba Manara pamoja na Baba Levo kuna utofauti mkubwa sana katika kupresent mambo hasa kwenye mic za utangazaji. Of course kwenye anga za utangazaji kumekuwa na hizo comparisons hapa na pale. So naomba tuangalie interview hii ya Baba Levo akifanyiwa pia na Manara huyo. Sasa tuone mabishano ya hoja ambayo walikuwa wanazozana hapa, ni nani ambaye kidogo ana uwezo wa kupresent vizuri masuala ya utangazaji. Of course kwa sababu kama tunavyojua Manara ndo amechukua nafasi ya Baba Levo pale kwenye kipindi cha jana na leo. So tusikilize interview hii alafu niambie kwenye sehemu ya comment nani umemuona ana ubora zaidi wa kufafanua mambo na kudadavua. Hamna wachezaji mabingwa na kati sisi tu kwenye majimbo yetu kucheza AFCON ijayo. AFCON ni mpira gani? Ni mpira wa zege, ni mpira wa Baba Levo. Nikuulize, mchezaji wa maana yuko kwenye jimbo lako na hata Mashujaa hayuko. Unaweza kaamini huyo mchezaji wa maana? Unajua ni kwa sababu gani? Yaani kuna staff kubwa. Unajua ni kwa sababu gani? Mchezaji Raino wala haiwezekani. Unajua ni kwa sababu gani? Naweza nikwambie kitu kimoja. Edo, hayo mawazo mlionayo ndio wachambuzi wengi mko nayo. Hoja nilioileta hamtaki kutuambia sasa kwamba hii hoja haifai kwa sababu hawa wachezaji wakifika mle ndani wataanza kushangaa, wachezaji hawatakimbia, wakiona goli watapiga nje. Yaani shida ni nini? Baba Levo katika hili tuliweke vizuri. Unajua kinachofanya pande mbili zinavutana kwenye maoni. Maoni uni mtazamo ambao mwingine anaweza katazama A na mwingine akatazama B. Kuna uwezekano kila mtu kwa anachotazama yuko sawa. Kinaweza kafanya kazi lini, ni swala la jambo lenyewe kuweza kuamua. Kwa hiyo kuna uwezekano kwenye mtazamo, huu ni mtazamo. Kumbuka hii sio facts, hizi sio data ambazo zimewekwa. Ni maoni. Yaani kwa hiyo kuwa na maoni tofauti kwenye jambo moja sio tatizo. Yaani mpira mmoja kuona kwenye rangi mbili hapa sidhani kama yaani wananipiga panga kana kama sio mambo yao. Hatujakataa maoni. Amekataa. Tumesema Baba Levo hujui mpira. Mimi mpira na ubeti na ujua. Hao wachezaji kutumika AFCON ijayo. Unajua hatujakataa maoni. Na mimi nikaboresha wapi? Nikasema kama kwa ajili ya timu za taifa zijazo. Lakini Oscar, wewe unajua mpira. Tusiongee vitu ambavyo kusema kule haviwezekani. Hakuna shirikisho lolote la mpira, hakuna kocha yoyote wa mpira atakayekubali formula hiyo. AFCON ijayo. Unafahamu ni shule sisi. Umekutana na Ghana, wamemleta Abedi Pele pale. Alafu wewe huko unamweka nani? Baba Levo fanya kitu kimoja. Huko unamweka nani? Angalau unamweka Samata, unamleka Baka, anza kamzio, unamleta mtu anatoka Nyanchilindi. Wewe bwana wewe. Mimi sasa naomba hii ibakie kwenye record. Rudi kwenye siasa. Ibakie kwenye record. Subiri. Ibakie kwenye record. Tukipeleka timu ya taifa ya hawa wazee, timu yetu ya taifa ya Tanzania itakuwa katika timu 7 za mwanzo kutolewa kwenye haya mashindano. Na hii atuzungumzie uzalendo kwa sababu mpira hauhitaji maombi